Tanzia. Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu sana. Leo Jumatano Machi 25 mwaka 2026, nchi yetu imepokea habari ya msiba mzito ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kifo cha mwanasiasa mbobezi na waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Marehemu amefariki dunia majira ya saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa mshtuko wa moyo uliomfika ghafla. Lukuvi alifariki akiwa bado anatumikia nafasi yake kama mbunge wa jimbo la Isimani na waziri katika baraza la mawaziri la Rais Samia. Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses M. Kusiluka alitoa taarifa rasmi iliyotangaza msiba huu na kutoa pole kutoka kwa Rais Samia kwa Spika wa Bunge, familia ya marehemu, wananchi wa jimbo la Isimani na Watanzania wote. Leo tutachambua kwa kina maisha na mchango wake wa Mheshimiwa Lukuvi, muktadha wa kifo chake na maoni kuhusu ulisi wake katika siasa za Tanzania. William Vangimembe Lukuvi alizaliwa Agosti 15 mwaka 1955 katika kijiji cha Idodi mkoani Iringa. Alikuwa mwanasiasa wa CCM kwa zaidi ya miaka 30 na alikuwa mmoja wa wabunge wa muda mrefu zaidi nchini, akiwakilisha jimbo la Isimani tangu mwaka 1995 hadi kifo chake. Wasifu wake wa kisiasa ni wa kipekee. Mwaka 1995 mpaka mwaka 2000 alikuwa naibu waziri wa vijana na kazi, na mwaka 2000 mpaka 2005 na mwaka 2010 mpaka 2015 waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge. Mwaka 2015 Januari mwaka 2022 waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Aliongoza mageuzi makubwa ya ardhi na mipango miji. Baada ya kuondolewa kwenye baraza la mawaziri Januari mwaka 2022, aliteuliwa kwa mshauri mkuu wa rais kuhusu masuala ya kisiasa na kijamii. Machi mwaka 2026, wiki chache zilizopita, aliteuliwa tena kwa waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, na alikuwa akihudumu kama chifu wipu wa Bunge. Alikuwa na shahada ya udhamili, yani Masters of Arts katika sayansi ya siasa kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Alikuwa mwanachama wa Baraza Kuu la Taifa la CCM na alishiriki sana katika siasa za ndani na nje ya chama. Lukuvi alikuwa na sifa ya kuwa mwanasiasa mwenye uzoefu, mstari wa kati na mwenye uwezo wa kujenga uhusiano ndani ya CCM na serikali. Alikuwa na umri wa miaka 70 alipofariki. Kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa leo na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Mheshimiwa Lukuvi alifariki majira ya saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin William Mkapa, Dodoma, hospitali kuu ya serikali inayohudumia maeneo ya kati na mashariki ya nchi. Alikuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa mshtuko wa moyo, yani heart attack, uliomfika ghafla. Hospitali ya Benjamin Mkapa ni taasisi muhimu ya afya iliyojengwa kwa msaada wa Japani na inatoa huduma za kiwango cha juu. Kifo chake kimekuja wakati alikuwa bado katika kazi rasmi baada ya kuteuliwa tena wiki chache zilizopita. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Athadi Zungu, pamoja familia ya marehemu, wananchi wa jimbo la Isimani ambalo waliwakilisha kwa miaka 31, na ndugu, jamaa na Watanzania wote waliofikiwa na msiba huu mzito. Taarifa hii imetolewa rasmi na Ikulu na inaonyesha heshima kubwa kwa mchango wa Lukuvi katika utumishi wa umma. Kifo cha Mheshimiwa William Lukuvi ni pigo kwa CCM na serikali ya Rais Samia, hasa wakati huu wa mvutano wa kisiasa baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Lukuvi alikuwa mmoja wa wanasiasa wenye uzoefu mkubwa aliyeshiriki katika mageuzi ya ardhi, sera za bunge na uratibu wa serikali. Kifo chake kinakuja wiki chache baada ya kuteuliwa tena na kinazua masuala ya afya ya uongozi na mipango ya ulisi ndani ya chama na serikali. Lukuvi alikuwa mfano wa mwanasiasa aliyehudumu kwa muda mrefu na kujitolea katika utumishi wa umma. Mchango wake katika sekta ya ardhi na uratibu wa bunge utakumbukwa kwa miaka mingi. Msiba huu unatukumbusha umuhimu wa afya ya viongozi na hitaji la serikali kuwekeza zaidi katika huduma za afya za kiwango cha juu. Katika wakati huu wa migogoro ya kisiasa, kesi za upinzani, ripoti ya tume za Chande na mvutano wa ndani wa vyama, kifo cha kiongozi wa CCM kinatoa fursa ya kutafakari umoja na ulisi wa viongozi. Rais Samia na CCM wanahitaji kutoa heshima na kuendeleza kazi aliyoianza.
Kwa upande wa taifa, tunapaswa kujifunza kutoka kwa maisha yake, yani kujitolea, uadilifu na huduma kwa wananchi. Tunatoa pole kwa familia, chama cha CCM na Watanzania wote. Mungu amrehemu na ampe amani ya milele. Wasikilizaji, leo tumepokea msiba mzito wa Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mwanasiasa mbobezi aliyehudumu kwa miaka mingi, na Rais Samia ametuma pole kwa wote walioathirika. Tunatoa pole kwa familia yake, wananchi wa Isimani na taifa zima. Mchango wake utabaki kuwa kumbukumbu. Asanteni kwa kusikiliza. Toeni maoni yenu kuhusu maisha na ulisi wa Mheshimiwa Lukuvi. Tuonane wakati mwingine. Kazi na utu, heshima kwa viongozi na amani kwa marehemu.